mtazamaji na mfuatiliaji wa Mbugi TV, nikualike katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu, ikiwa leo ni tarehe 21 ya mwezi Januari, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Anyesi Mfiadini. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Anyesi anaheshimika sana katika kanisa. Ndiyo maana jina lake linatajwa katika sala ya kwanza ya Ekaristi Takatifu. Tunafahamu machache sana kuhusu maisha yake. Hata hivyo, kinachofahamika ni kwamba tangu akiwa mtoto alitamani kutolea maisha yake kwa Mungu. Hivyo alikataa kuchumbiwa. Kijana mmoja aliyejaribu kumshawishi avunje nadhiri yake ya ubikira alipigwa upofu, lakini kwa maombezi ya Mtakatifu Anyesi aliweza kuona tena. Anyesi akiwa na umri wa miaka 12 alipelekwa hadi mbele ya altare ya Minerva, mungu wa uongo, mjini Roma, Italia. Akaamriwa kutii amri ya Kaisari na kutia ubani juu ya makaa ya moto kama ishara ya kumwabudu mungu huyo. Bila ya hofu, Anyesi alisimama mbele ya altare kati ya askari na watesaji. Akakataa kabisa. Akiinua macho na mikono yake kwa Bwana Yesu, mchumba wake akafanya ishara ya msalaba. Anyesi alichukuliwa na kufungwa mikono na miguu. Watu waliokuwa wanashuhudia kifo chake walianza kutoa machozi. Anyesi alikuwa tayari kuteswa kuliko kuabudu miungu ya uongo. Hakimu alipoona kwamba wazo la kuteswa halikumwogopesha Anyesi, aliamua kumfanyia tukio la kumwaibisha. Kwa hiyo, Anyesi alivuliwa nguo kwa nguvu, akabaki utupu mbele ya umati wa wapagani. Pamoja na hayo, Anyesi hakukubali kukana imani yake kwa Kristo. Alisali kumwomba Kristo awalinde walio mali yake. Kimuujiza, Kristo aliinamisha vichwa vya wale wapagani wasione uchi wake. Kijana mmoja alijaribu kumtazama pasipo aibu, ghafla akapigwa upofu. Wapagani wengine wakamchukua na kumpeleka mahali pengine, huku akilia sana kwa maumivu na hofu kuu. Baadaye walijaribu tena kumbembeleza Anyesi akubali kuolewa, lakini alijibu kuwa Kristo ndiye mchumba wake na kwamba alimchagua yeye kwanza, atakuwa wake milele. Baada ya kusema haya, alihukumiwa auawe. Anyesi wakati akisali, wakamkata kichwa kwa upanga. Roho yake ikapaa juu kwa mchumba wake Yesu. Tangu kifo chake hata leo, Mtakatifu Anyesi anapendwa sana mahali pengi na watu wengi. Mtakatifu Anyesi anaheshimika kama msaidizi na mwombezi wa pekee mbinguni kwa fadhila ya usafi wa moyo. Kwa mantiki hiyo, ni mwombezi pia wa vijana. Kila mwaka tunapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Anyesi, kondoo wawili weupe ambao ni ishara ya usafi wa moyo wanabarikiwa katika altare maalum na Papa, na manyoya yake yanatumika kutengenezea palia ambayo Baba Mtakatifu anawavisha maaskofu wakuu anapowatuma kama ishara ya kushiriki kikamilifu ofisi ya kipapa. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo ambaye ni Mtakatifu Anyesi. Tuungane na Mtakatifu Anyesi katika tafakari yake inayosema, unaweza kuchafua upanga wako kwa damu,
lakini huwezi kamwe kuuchafua mwili wangu niliouweka wakfu kwa Kristo. Ndugu zangu, Mama Kanisa pia kwa siku ya leo anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Mainland. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.